mtasema bibi anachochea. Mimi siwezi kuchochea. Kwa nguvu zipi nichochee? Wala msitafute kuniua saizi. Muda wenyewe wa kuishi umeshafika. Kwani nitakaa miaka mingapi kutoka hapa nilipo mnavyoona nyinyi? Nitakaa miaka mingapi? Ni muda huu tena ambao ningependa tushirikishane maneno machache. Neno la Mungu kwenye Mithali 29 mstari wa 2 linasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, lakini waovu wakitawala watu huugua. Ningependa kuzungumza kuhusu utawala. Ni kweli tumetawaliwa na watu tofauti tofauti, lakini tumeona katika hao wote kwa sababu walikuwa ni wenye haki, waliowapenda watu wao, watu walifurahi. Lakini tulipopata mtawala mwovu, basi mioyo inaugua. Ni watu hao waliofurahi katika utawala fulani, katika tawala nyingi zilizopita, haijalishi walitawaliwa na Muislamu au na Mkristo, lakini watu walikuwa na amani, walifurahi. Lakini ameingia huyu wa sasa hivi, watu wanaugua. Maana ukikaa kwanza ni vijembe, hakikisha amechafua nchi, utamkuta huyo ndio anasema hapa hakutakuwa na cha nywinywi wala nywinywi, huyo. Sasa anamwambia nani maneno hayo hasa? Maneno ya kwenye kanga. Mtawala naye tawala kwa kupitia maneno ya kwenye kanga. Mimi nimefika mahali sitamani kabisa mtawala mwanamke. Amesha haribu maana halisi ya mtu kuwa mwanamke, kwa sababu vineno vya chini tu vingi, vijembe havimpasi mtawala, vijembe havimpasi mtawala. Kwa hiyo watu wanaugua tu, anafanya mambo, halafu watu akiwa hawapendi anatumia jeshi. Huyo nimemsikia akaenda Tanga kuambia wanajeshi kwamba JWTZ isichafue sifa, isikubali kuchafua sifa ya jeshi. Sasa sini huyo wakati kabla hajaanza kampeni ndio aliliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Ni huyo Samia kwamba lijiandae. Tangu lini jeshi la wananchi wa Tanzania likajiandaa na mambo ya siasa au ulinzi wa ndani? Tangu lini? Ni yeye huyo, na tuliona katika kampeni zake helikopta za jeshi zikiruka juu. Alilishirikishaje jeshi kwenye kampeni zake? Alikuwa anatafuta nini? Lakini utakuta akisha chokonoa mambo, huyo sasa ndio analisikizisha jeshi kama mbwa, kwamba kamateni waueni. Lakini ni huyo mchonganishi, ni huyo. Yani kazi ni kuchonganisha tu jeshi na wananchi wao. Tumeona tawala mbalimbali katika nchi yetu, hajawa wa kwanza, lakini hatukuona wakishirikisha jeshi. Polisi walilinda raia na mali zao. Sana unachoweza kusema kuhusu polisi ni rushwa tu. Ni rushwa tu ndio inayotukera sisi kwa polisi. Ukipita hapa umeshaambiwa hiki mara hiki, umeshasingiziwa kesi na vitu kama hivi. Kama kweli anaweza akalitumia jeshi, kwa nini asilitumie kuwarudisha wale waliotekwa? Kwa nini asitumie hayo mamlaka ya kujiita kwamba amiri jeshi mkuu? Amiri jeshi mkuu kwa kipi anachokifanya? Kwa kugonganisha vichwa wananchi wake? Ndio amiri jeshi mkuu anaofanya, kwa kusema hakuna cha nywinywi wala nywinywi. Ndio amiri jeshi mkuu huyo hafai, kwa sababu huyo ndio mchokonozi, huyo ndio mwenye kulitumia tena jeshi. Msikubali wakati yeye ndio mwenye kulitumia. Tangu lini jeshi liliingia kwenye mambo ya siasa isipokuwa katika utawala wake? Akishajua kwamba amekwisha fanya uharibifu, basi anaingia akijiita yeye ndio amiri jeshi mkuu ili wapate kumtii. Na wao wakishaambiwa shika, kamata, wanatii tu. Hawezi hata kuangalia kwamba ni nini wanachoamriwa kufanya. Yaani mpaka jeshi linakuwa halina heshima iwayo yoyote. Samia ameharibu sana nchi hii, ameharibu. Huyo alipokwisha kuwachokoza wananchi, akajifanya kuwaita wazee wa Dar es Salaam. Kama wazee ndio wale waliokuwa na kupigia makofi kwenye ule ukumbi, mimi sitamani kuwa mzee wa jinsi hiyo.
Yaani kila kitu unachosema ni makofi tunapigiwa. Upumbavu aseme ni makofi tu yanapigwa. Niliona wachache sana, mmoja au wawili au watatu niliowaona ambao ndio hawakupiga makofi kuonyesha kwamba hawakutaka kabisa kile kitu. Sikuona wa nyuma kwa sababu huwezi ukaona kila kitu kwa sababu unaona kwenye mtandao. Lakini huyo ndio mwenye kuchonganisha wananchi, na huyo ndio mwenye kutoa amri kusema wananchi wanaleta vurugu, lakini yeye ndio mvurugaji mkubwa wa kwanza kabisa kuvuruga nchini. Samia ndio mvurugaji mkubwa. Akishamaliza kuvuruga sasa anaingiza polisi, anaingiza jeshi, atawaita wazee, ni kama anashika huku na huku kuwagonganisha vichwa, na sisi tusivyo na ufahamu tunaona tu kwamba rais ameongea. Swala sio kuangalia kama rais ameongea, swala ni kuangalia ameongea nini na anafanya nini. Hilo ndio la muhimu, anafanya nini na anaongea nini. Lakini anatuvuruga tu. Yaani tusipoangalia kweli, nchi hii inahitaji ukombozi, inahitaji kabisa ukombozi, kwa sababu kama tukiendelea tunazidi kuona watu wanavyokufa, watu wamekufa, hakuna chochote kinachoeleweka. Yaani naona kwamba nguvu aliyotumia ni sawa kama alivyokuwa akiwaambia wazee wa Dar es Salaam kwamba kwa nini hamkuwazuia watoto wenu? Unafikiri watoto wameshakuwa wakubwa, wako kwenye majumba yao, utatoka huko kwenda kumwambia mtoto wako kwenye mji wake kwamba usiende kuingia kwenye maandamano wakati ndio watawala wa kesho? Au nafikiri Samia atakaa milele? Hapo alipo tu ameshakuwa mzee, ana wajukuu huyo, lakini utakuta hata haandai nchi. Yeye anachoona kwamba ni pesa basi. Rais huyo ndio aliyewaambia mawaziri wake kwamba kuleni kidogo kidogo, mle sawa sana urefu wa kamba zenu. Ndio utawala huo, msile mpaka mkavimbiwa. Yaani ndio namna ya kutawala huko. Lakini tulimuona Magufuli bwana, mimi nilimpenda Magufuli sana. Kama mtu atakereka akataka kuniondoa uhai wangu kisa namsifia Magufuli, niacheni tu, kwani mbona umri wenyewe umekwisha? Wala msitafute kuniua saizi. Muda wenyewe wa kuishi umeshafika. Kwani nitakaa miaka mingapi kutoka hapa nilipo mnavyoona nyinyi? Nitakaa miaka mingapi? Lakini nawazungumzia hata kama sio mimi mwenyewe. Hii nchi na watu wasiojua mkono wa kuume wala wa kushoto. Wengine wako kwenye migongo ya mama zao, hawajui hata wakitoka hapo ukiwateremsha hao watoto ukawaambia nendeni nyumbani, wataenda kufanya nini? Hata ungewacha magunia ya vyakula hapo nyumbani, hawawezi kujipikia kwa sababu hawawezi kujipikia. Wanahitaji mama zao ndio wawapikie, wanahitaji mama zao ndio wawabebe, wanahitaji baba zao ndio wakatafute chakula walete nyumbani wao wapate kula. Hao ndio tunaowazungumzia, wala sio kwamba sisi tuna maisha ya kufurahia hapa duniani. Mimi sioni hata maisha. Naona sioni chochote katika dunia hii, lakini nitafurahi sana nikiona mwenye haki akitawala, kwamba hata vizazi vinavyokuja vitafurahia kwa sababu mwenye haki ametawala. Kutakuwa na amani tu. Ndio maana neno la Mungu nasema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, lakini waovu watawalapo watu huugua. Ni kweli kabisa. Sasa hivi nchi inaugua sana. Kama unaweza kuambia JW, unashindwa nini kuambia watafute wakina Polepole wako wapi? Wale waliotekwa, wametekwa na nani? Alafu unawaambia kabisa kwamba hakuna cha mkubwa, hata akiwa mkubwa awe CCM awe nini. Kwani wewe uko wapi? Si uko CCM? Sasa ina maana wakushughulikie wewe basi. Si ndivyo unavyosema? Watu wametekwa katika utawala wako, lakini hilo hushughuliki hata kidogo, wala hujigusi. Watu wamekufa, hujigusi wala huna uchungu kwa sababu watoto wako wako salama. Lakini yuko Mungu ambaye hashindwi kuwamaliza wakwako popote walipo. Popote walipo. Mungu ana jeshi la malaika. Aweza kumtuma malaika akaenda popote alipo wakwako na akamaliza huko huko. Sisi wala hatuna shida na wewe kusema kwamba tuna shida ya kukuua. Hata mimi hata ungekaa hapo, sihangaiki hata kukuua. Nikuue ili weje? Wakati yuko Mungu awezaye kuwamaliza. Mwenye amri ya kuondoa uhai wa mtu ni Mungu. Akiona umezidi atauondoa tu uhai wako bila kuguswa hata na mwanadamu. Kwa hiyo tuhangaikie nini? Tuhangaike nini? Kwa kweli nchi yetu inahitaji ukombozi. Ukombozi kabisa, kwa sababu hapa tulipo hatuna usalama. Watoto wetu hawana usalama, wajukuu zetu hawana usalama, vilembo vyetu watukuu hawana usalama. Kwa sababu unaonekana kabisa utaiacha nchi umeshaivuruga vya kutosha.
Pesa umesha vuruga, ziko kwenye magari yako kwa nyuma huko, umesha uhai wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Namkumbuka sana Magufuli na, yani nampenda hata kama amekufa, moyo wangu nampenda alivyotawala. Ametawala, hakuna Uislamu wala Ukristo, watu wote kwake walikuwa ni sawa. Lakini sio wewe, ukishaona umevuruga vuruga, unajifanya kuita wazee wa Dar es Salaam, wafanye kwamba uzee wao hauna maana, kwa sababu hata vile vitu ulivyokuwa unaviongea pale, ukijifanya kuwasema teki kwamba hakuna sijui nani yote ya dini pale, wewe uliwatumia wazee wa Dar es Salaam kuwasema teki tu basi. Hicho ndicho kilichokufanya waitisha wao wanaoitwa wazee wa Dar es Salaam, na matokeo yake kukupigia makofi kwenye vitu ambavyo ukiviongea, yani mtu nasikia kichefuchefu dakika hiyo hiyo. Lini uliona kabisa kwamba nchi imemchagua mtu kwa sababu ya dini yake? Sio wewe unaitaka, utakuwa wa kwanza kuleta udini, na umekuwa wa kwanza kuleta udini katika nchi. Wewe ndio wa kwanza. Ulipoona umeshindwa kabisa, umeshafanya mambo ambayo yote yanakuelemea, ukaamua sasa uingize udini, kwamba wanakuchukia kwa sababu msiharibu nchi, msiharibu. Nani anaiharibu wakati unaiharibu ni wewe? Msiharibu nchi hata kama hampendi Samia kwa sababu ya dini yake. Nani alikwambia dini yako hatutaki mtu kwa sababu ya dini yako? Wewe ndio Muislamu wa kwanza kutawala nchi. Mwinyi hakutawala, Kikwete hajatawala nchi. Walikuwa Wakristo, si walikuwa Waislamu? Si walikuwa Waislamu? Wewe usitafute kuja kutuvuruga vuruga huku Tanganyika, mara waondoe watu wa Ngorongoro, waweke Waarabu, mara uuze bandari. Yani vitu vyote ni wewe, hutosheki. Ukitoka hapo afu nawaambia watu, akikupa ushauri unasema who are you? Who are you? Sasa afu unasema pesa wanazokupa ni ndogo, rasilimali ulizonazo ni nyingi, zinaweza kuendesha nchi. Unaendaga kuomba misaada ya nini sasa? Yani unatufanya kama wajinga fulani hivi, watu wote unatufanya kama wajinga. Unakula hela hizo unazoenda kuomba misaada, unazila wewe mwenyewe, unazitumia visivyo, afu unasema una rasilimali, wakati muombaji ni wewe huyo huo. Unaenda huko na huko kufanya nini? Ndio maana ulipoanza kutawala ukaanza kuzurura zurura duniani kote ukiombaomba misaada tu. Mbona Magufuli akuomba misaada? Aliendesha nchi kwa hela zake mwenyewe zinazopatikana katika nchi. Wewe kinakushinda nini? Sasa wanapoanza kukuwekea, nashangaa sana, sijui umewafanya nini hao UN mpaka kuona kwamba umeleta amani. Amani iko wapi katika nchi? Kwanza hatuna amani hata kidogo. We mwenyewe hujui kuleta amani, tutakuwaje na amani? Watu wako unatuua we mwenyewe, tutakuwaje na amani? Hakuna amani yoyote katika nchi, haipo. Umewateka watu mpaka leo hawajapatikana. Kama unaweza kuwatumia JWTZ, siwatumie kwa wakomboa hao waliotekwa. Mbona unashindwa kumaliza utekaji katika nchi hii? Watu wanakaa kama wakimbizi kwenye mapori wakikimbia nchi yao wenyewe, kisa wewe. Maana hata tatizo sio elimu, kwa sababu na watu kwanza wewe ni mtu usiyetaka ushauri. Zamani nilikuwa nafikiri labda hawakushauri, kumbe nimegundua kabisa wewe husikilizi ushauri. Hata mtu angekushauri husikilizi, unafanya ya kwako mwenyewe sawa sawa na mikataba yako mwenyewe ya kishetani ulionayo, labda ndio iliyokuingiza katika utawala. Kwa hiyo uliachilia makusudi zile damu zimwagike ili kutoa kafara kwa hawa ambao ulienda kuhitaji mamlaka kwao. Kwa hiyo nataka wananchi wote watambue kabisa kwamba anayeivuruga taifa ni wewe Samia, na sio wananchi, ni wewe. Alafu ukimaliza unachukua kichwa cha huyu na kichwa cha huyu unavigonganisha pamoja, afu unakaa pembeni unacheka. Ukisha tugonganisha unakaa unacheka. Unafanya watu wote hatuna akili, wote hatuna akili. Mwenye akili ni wewe tu. Tutaona mwisho wa akili zako sasa utaishia wapi, kwa sababu yuko Mungu anayekuweza, yuko Mungu anayekuweza. Hutatawala milele, hutatawala, na hata utawala wako hata hatufurahii wala hatuupendi. Mie mmoja hapo, siupendi wala siufurahii, kwa sababu ni mchonganishi. Unachonganisha watu wako wewe mwenyewe. Unatafuta nini? Unataka nini? Kama pesa, si umeshachukua pesa za kutosha tu unazo? Unaweza ukaenda ukatulia mahali ukakaa ukala mpaka ukafa na vizazi vyako hivyo, lakini bado unaona kabisa uendelee kutukalia tu. Naitamani Tanganyika, naitamani Tanganyika, naitamani Tanganyika yetu, naitamani kabisa, naitamani, naitamani, naitamani. Ni kweli yawezekana Nyerere alipokuwa ameingia pamoja na Karume walijiona kwamba ni
hawana hila. Walijua watu wote watakuwa vizuri, wataendesha muungano vizuri. Hatukujua kwamba wapo watakaotokea huko kwa kupitia muungano wapate kugandamiza wenzao. Hawakujua, wangejua wala wasingekubali hiki kitu. Lakini walikuwa na dhamiri njema kabisa mwanzoni, kwa sababu ni ngumu sana kujua moyo wa mwanadamu. Na Mwigulu, unakuta mambo unayozungumza yani yanakera tu, yanakera kweli. Hiyo ni hila, mnatawala kwa hila. Mwisho mtamaliza, yani mtamaliza vichwa vyote katika nchi, mtatubakizia viraza. Hao wenye kusema ndio na kupiga makofi katika kila jambo, hata kama ni la kipumbavu, ndio mnaowaacha sasa wapigie makofi. Mimi hata sipigage makofi, mnejua kabisa huku niliko. Makofi sipigi kwenye upumbavu, sipigi. Hata ningekuwa nimekaa mbele yako hapo nisingepiga, ungeniona wazi wazi kwamba sitaki. Kwa sababu uwezi ukatugonganisha ukafanya vitu vingine, alafu ukitoka hapo unaanza kugonganisha wananchi kwamba jeshi msikubali. Msikubali wakati wewe ndio chanzo kwenye utawala wako, ndio chanzo cha jeshi kwanza kuingiza jeshi kwenye siasa. Hata Warioba alisema jeshi lisiingizwe kwenye siasa, alisema, lakini ulipuuza kuonyesha kwamba hutaki ushauri wa mtu awaye yote. Kila kitu unachofanya wewe ndio sahihi. Matokeo yake umevuruga nchi, alafu amna. Vijana, kueni macho, mkomboe nchi. Kueni tu macho, mkomboe nchi, kwa sababu sisi tunapita, lakini vijana ndio taifa la kesho. Mtasema bibi anachochea. Mimi siwezi kuchochea. Kwa nguvu zipi nichochee? Mambo mengine bwana, nawaambia tu ukweli. Mkitaka kurekebisha, rekebisheni. Anzeni kwanza kurudisha maiti hizo, sijui ndio mmetoa kafara huko au vipi, hata tuelewe. Kwa nini mnazuia maiti? Au mlienda kuzisaga kwenye kiwanda cha simenti ili weje? Kuficha nini asichokijua Mungu? Huo wote ni uovu. Waovu wakitawala, tutaona kila kitu kinavurugika tu, kwa sababu waovu ndio wako madarakani. Tunaona watu wenye kuweza kuongoza taifa vizuri, wakina Umi Mwalimu. Hivyo wewe si ndio umeivuruga CCM wewe? Umi kapata kura 5,000 na kitu, unaenda kumweka mtu wa kura 80. Sasa hiyo ndio hesabu gani? Labda utuambie, ndio hesabu gani? Ndio haki hiyo? Hiyo ndio haki? Lakini unatawala ukiwa na visasi moyoni. Usiyemtaka basi utamwekea kisasi, utamwangamiza, utamuua. Pole pole amekushauri kwa hekima sana na kwa kukuomba sana, rais, wasikutumie, lakini kwa sababu ulikuwa na uroho wa madaraka hukumsikiliza pole pole. Uliona sasa alipoanza kuzungumza ukaona kama anakuharibia na kuanza. Kwa hiyo ulimpa ubalozi kusudi anyamazi. Ilikuwa ni kumnyamazisha. Mimi nauliza watu wengine ambao mnapewa hivi vyeo, kwani mnashindwa kumkatalia kwamba mimi hicho cheo naomba usinipe? Hata akikuteua una uwezo wa kukataa kwamba hapana. Sasa matokeo yake mnabakiza viraza, ndio wako bungeni huko, kila kitu mtakachosema kisa mmepewa kula, basi ni ndio tu. Mnapitisha mikataba ya ajabu. Yaani mpaka kuondoka wewe madarakani utakuwa umeiuza Tanganyika mpaka basi. Lakini yuko Mungu anayekuweza. Yupo Mungu anayekuweza. Aliyekuumba anakuweza. Hata kama umeingia kwa shetani huko unatumika, lakini yupo Mungu anayekuweza. Hatuhitaji hata kukuvizia. Matokeo watu wa Ubungo wanalia hawana maji. Wewe unapita kwenye magari na kuambia napita speed na huko juu helikopta. Mnamaliza mafuta ya bure na magari chungu nzima yasiyo na sababu yoyote. Hudumieni wananchi. Kazi ya kuhudumia wananchi imekushinda, umekaa kuwagombanisha tu na kupita. Unafikiri hao watakulinda? Hiyo helikopta ikiwa huko juu ndio itakulinda? Mwangalie Karume Zanzibar, aliuawa na nani? Karume au Kennedy kule Marekani? Hakuna ulinzi. Mbona alikufa? Mbona alipigwa risasi akafa? Lakini wewe haina hata haja ya kukupiga risasi ya nini? Mungu tu anakutosha. Yuko Mungu anayekuweza, yuko Mungu anayekutosha. Unaweza ukalala usiamke. Hii nchi inahitaji kukombolewa. Hata mimi mwenyewe naafiki kabisa ikombolewe, kwa sababu utawala uliopo ni wa kihalifu tu. Waovu wakitawala nchi huugua, na kweli nchi inaugua kwa sababu ya wewe kutawala. Nchi inaugua, hatuna hata raha. Hatuna raha kabisa.
Mimi msinitafute kabisa kwamba alikaa wapi akaongea kwenye mti upi. Msinitafute, mbona siku zangu zimeisha. Natafuta laana nyingine ya bure sio na sababu yoyote. Kwani na miaka mingapi ya kuishi hapa? Wala msipitie hilo kutafuta kuniua kisa nimeongea. Kisa amesema kwamba hana muda mrefu wa kuishi. Niacheni hata kama nikifikisha miaka 150. Niacheni. Ndio mradi haitakuwa ni miaka ya kuandamana barabarani.